You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. You're wonderful, Lord. You are wonderful. Yes, Jesus, you are worthy, oh Lord. Oh Lord, you are wonderful. Oh Lord, you are worthy. Oh, you're wonderful, Lord. You are wonderful. Yes, Jesus, you are worthy, oh Lord. Oh Lord, you are wonderful. You are worthy, oh. Let's just go before him this afternoon, this evening, and tell him he is wonderful to be glorified. That is why the reason we give him all the glory, we give him all the praise in all the circumstances. We praise the Lord even in the difficult situations. We just worship him and bless his holy name. Lord God, you are wonderful. You are worthy of our praises even now. You are highly exalted, oh Lord. We bless you, Jesus. You are highly exalted, oh Lord. And you are wonderful even in this worship tonight. And you are wonderful, Lord God Almighty, in all the situations. We worship you, oh Lord. We bless you, Jesus. Have your way, Lord. Heaven, Lord, we praise you, Lord Jesus. We praise you, Emmanuel. We praise you, King of Kings. We praise you, Lord of Glory. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah, Lord. Unastahili kuabudiwa. Unastahili yewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Yesu we unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Oh, unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili miungu we unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili pokea sifa. Unastahili pokea utukufu we. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa majeshi, unastahili Mungu wa miungu we, unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Yesu unastahili pokea sifa. Unastahili pokea utukufu we. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Yes Lord, unastahili we. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wa miungu. Wewe ndiye mfalme wa wafalme, muumba mbingu na nchi, wastahili sifa. Hata jioni ya leo, katika maishani mwetu siku ya leo, unastahili sifa zetu, Jehova usiyeshindwa, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Mungu pamoja nasi, peke yako unastahili sifa. Receive all the praises, receive all the adoration in our worship tonight, oh God. Receive all the glory, Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We bless you, Jesus. We worship you, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And therefore, brethren, wherever you are,
popote pale ambapo mlipo. We want to bless the name of the Lord once again. Tunalibariki jina la Bwana. We are privileged to have you together with us. Tunafurahia kuwa And we are pamoja. blessed that you are there with us once again. Tumebarikiwa uko pamoja The Lord nasi. God bless you almightily. Bwana akubariki Even as you are katika njia sparing your kuu. time to hear the word of the Lord. Hata unapotenga wakati The word of the Lord comes with revelation. Neno linakuja The word of the Lord comes with wisdom. Neno linakuja The word of the Lord comes to open up our understanding. Neno linakuja And ili this kufungue word of the ufahamu Lord wetu. is the only good news that we Na hii have. neno ndio habari And we njema. have the message of hope tonight Na ndio liko na tumaini to restore our lives once again. kuturejesha kwa mara And tena. therefore faith comes by hearing, Hivyo imani huja kwa and kusikia even by hearing the word of na the kwa living God. kusikia neno la Mungu. And therefore as you are there listening tonight, Na kama jinsi as ambavyo we are unavyosikiza celebrating usiku wa the leo, birth of our son Jesus hata Christ, unapojiandaa kusherehekea because kuzaliwa Jesus kwa is the Yesu, reason for this season. kwa sababu Yesu ndio And sababu ya therefore as we sherehe are hii. worshiping him together Kwa hivyo in tunapomwabudu that kwa corporate pamoja prayers and blessing katika together, kuunganika katika let maombi na the baraka, presence of the Lord come down wacha uwepo wa Bwana in ushuke Jesus' mighty kwa name. jina la And Yesu. therefore, yes, we are just about to usher in the servant of God. Tunapomleta mtumishi wa Mungu, We are privileged once again tayari to tuko na have the nafasi man of kuu God together with kuwa us. na mtumishi wa The Mungu servant of kati God, yetu. Stephen Wanda, is together with Mtumishi wa us. Mungu Steve And Wanda. therefore, as we are going to celebrate with a few numbers here of praise, Kwa hivyo tunaposherehekea katika with a few sifa, numbers of praise here, tunapomsifu because Bwana, even in hard times, sababu hata katika I'm ugumu, reminded when the angels were sent, nakumbuka ya kwamba hata I wakati don't mean malaika not the angels, walitumwa, the shepherds. wakati ambapo wachungaji When you read in the walitumwa, book of Luke chapter number 2, unaposoma katika Luka mtakatifu wa pili, the angels who are tending at the flock, wale wachungaji ambao walikuwa wanachunga they kondoo were shepherds, literally shepherds of the flock. walikuwa ni And wachungaji, it is the shepherd that the Lord appeared to them na ni Mungu, to ni go malaika and to confirm aliwatokea the son that was given birth. ili watokee waende You wakadhibitishe can read mwana that aliyezaliwa. during the birth of Jesus in Luke Unaweza chapter number soma 2. katika kuzaliwa kwa In Yesu Luke chapter number 2 and from verse number katika 8. Luka mlango wa pili mstari wa And 8. there were the shepherds living out the flock, and there were shepherds Na kulikuwa na wachungaji living out their fields nearby, ambao walikuwa wanakaa katika malazi ya keeping kondoo, watch over keeping watch over their flock at night. wakiwa wanatazama wale kondoo zao wakati wa usiku. You see, the reason they are watching after the flocks is because there could be danger of wild animals. Sababu ya jinsi walikuwa There could be even thieves coming to steal the animals. Kungekuwa hata na wezi. There were so the shepherds had to keep watch. Kwa hivyo wachungaji They lazima have to keep wangekaa, vigilant at night. lazima wangekaa And then wakiwa verse number macho. 9 reads this: Na mstari wa 9 an yasoma angel of hivi, the Lord appeared to them, naye malaika wa Bwana and the akawatokea, glory of the Lord shone around them, naye utukufu wa Bwana ukashuka, and they were terrified. na wote wakawa na hofu. Verse number 10. Mstari wa But the 10, angel of the Lord said to them, lakini malaika wa Bwana do akawaambia, not be afraid. msikuwe na I uoga, bring you good news na waletea habari that njema will cause great joy ambayo itawaletea to furaha all the people. kwa watu wote. Hallelujah. Amen. That will cause joy to all the Ambayo people. imeleta furaha And kwa watu therefore, wote. but the angels said, do not be afraid. Na wachungaji wakaambiwa You see, msiwe the na hofu. shepherds had every reason to be afraid Sababu unajua walikuwa na because sababu it was yote. at night, Sababu ni usiku. probably at midnight. Enda ikawa ilikuwa And therefore, usiku wa they manane. did not know whether these are the thieves Haikujulikana or kama ni what has wezi happened. ama So kumetokea they namna were gani. terrified. Kwa hivyo But walihofu. angel of the Lord appeared to them. Malaika wa So Bwana as we are akawatokea. praising the Lord even right now, Tunapomsifu Bwana, do not be terrified in usikuwe Jesus' na name. uoga kwa jina la There is Yesu. presence of the Lord in the worship Kwa him in sababu kuna uwepo wa the Bwana. mighty name of Jesus. Kwa jina la So Yesu. let us celebrate Tumsherekee because Bwana. there is victory. Sababu kuna There is ushindi. joy in praising the Na name of kuna the living furaha God. katika kuabudu. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart. I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. Somebody pray. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. Yes, with my whole heart. With my whole heart. I will praise the Lord. Yes.
Yes, I will praise the Lord. praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. Oh yeah, I will praise the Lord. with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. Somebody praise. I will praise the Lord. I will praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. Yes, with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. You are Alpha, Omega. Worthy of my praises today, Alpha, Omega. You are worthy of my praises. You are Alpha, Lord, Alpha, Omega. You are worthy of my praises today, Alpha, Omega. You are worthy of my praises. Receive our praises, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Blessings and honor, Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Blessings and honor, blessings and honor we give unto you. Receive our praise, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Blessings and honor, Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Receive our praises, oh Lord. Blessings and honor, blessings and honor we give unto you. yeah. Receive our praise, oh Lord. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Oh yes, Lord. You are worthy, oh Jesus. Oh, Baba, Baba, pokea sifa. Yes, Lord. Baba, tunakubariki. Baba, pokea sifa. Baba, pokea. Baba, tunakuinua. Baba, pokea sifa. Baba, pokea. Baba, pokea sifa. Baba, pokea. Baba, shangwe na vigelegele kwa Yesu. He is worthy of our praises even right now. That is why we give him all the praise, because we have every reason to worship him. He has given us life, and we worship him and we praise him in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. All the other gods, the works of men, but you are the most high God. There is none like you. All the other gods, all the other gods, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. All the other gods, all the other gods, they are just, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh Jehovah, you are the most high God. You are the most high God. Jehovah, you are the most high God. There is none like you. Oh Jehovah, you are the most high God. Oh, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. There is none like you. Yes,
Yes, indeed there is none like you, Kwa Jehovah. hakika hakuna kama You Yehova. are the Almighty God. Wewe ni Mungu mwenye All the uweza. other gods, they are just but the works of men. Miungu wengine wote And ni therefore, kazi ya brethren, wherever mwanadamu. you are at this moment, Wapendwa, popote what a ulipo, joy to hear the word of the living God. furaha kusikia Even neno. from the servant that the Lord has anointed Hata this kwa evening, mtumishi ambao Mungu that amepaka we can mafuta. hear the word of the Lord Ili tonight. tusikie neno la Mungu Let this siku ya word of leo. the Lord bring hope unto your Wacha hili life. neno lilete I tumaini. repeat again, this is the only good news that we need. Narudia tena ya kwamba ni Even habari the iliyo word of the njema. hour tonight. Na hata ni neno And la therefore, let us wakati. put our hands together, Tuweke mikono kwa even as we pamoja. welcome the servant of Hata God. His tunapomkaribisha name is mtumishi Stephen wa Wonder Mungu. to bless us. Jina lake ni Steve Wonder. In the name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la Let's Yesu. celebrate together in the mighty name of the Tusherehekee kwa living God. pamoja. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord this evening. Bwana asifiwe. Jioni ya leo What a wonderful night ni usiku ambao ni wa ajabu, to appear again in the presence of God. hata kutokea tena katika uwepo. There is nothing as good as appearing in the house of God. Hakuna kitu kilicho chema kama kutokea mbele za Mungu, Because Yes. upon Mount Zion sababu katika Zayuni there is deliverance, kuna ukombozi, and the seeds of Jacob na hata malango ya Yakobo, and the seeds of Jacob do possess their possessions. na wale ambao ni wa Yakobo wanachukua kumiliki. Hallelujah. Amen. Let us pray. Wacha tukaomba. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, once again, Lord, we thank you. kwa wakati mwingine tunasema ni asante. Thank you, Jesus, for such an hour Asante kwa wakati huu, to be found in your sanctuary. hata kupatikana katika hekalu. Lord, as we get ready to hear your word, Tunapojiandaa kwa neno, we pray that you may speak to us. tunaomba ewe Bwana, sema nasi. Holy Spirit, Roho you Mtakatifu, are our teacher. wewe ndiye mwalimu wetu. Tonight, may you teach us. Usiku wa leo tufunze, Send that word tuma lile neno that will bring light ambalo italeta nuru to everyone that is listening tonight kwa kila mmoja ambaye and anasikiza, those that are watching us, na hata wale ambao to the wanalitazama, glory and honor of kwa your name. utukufu wa jina lako. Father, we thank you. Tunasema ni We give you asante, praise. tunakupa sifa. In Jesus' mighty name we have Kwa prayed. jina kuu la Yesu tumeomba. Thank you so much, man of God, for such a privilege Asante mtumishi wa Mungu kwa nafasi to be found worthy to share the word of God tonight. hata kupatikana kushiriki neno la Mungu. I don't take it lightly, Sichukui tu kwa wepesi, but I thank you so much. lakini nakushukuru sana. As you have heard, I am Pastor Steve Wonder. Kama jinsi ambavyo mmesikia, yeye ni mchungaji Steve I Wonder, minister with Praise Embassy International. anahudumu katika hilo kanisa. We are not far from here, Hawaki yuko mbali kutoka hapa. so we are neighbors Sisi ni majirani serving God together, na tunatumikia Mungu kwa umoja, building the body of Christ together. tukitengeneza mwili wa Kristo. Hallelujah. Amen. I know we are ready for Christmas tomorrow. Najua ya kwamba tumejiandaa vilivyo sababu ya sherehe kesho. People are preparing to celebrate. Watu wanajiandaa kabisa kusherehekea, But one thing I would like us to know, lakini kitu kimoja ningependa we are ufahamu. celebrating the birth of Jesus Christ, Tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu our Redeemer, ambaye ni mkombozi, our Savior. ambaye ni So mwokozi. that means that make sure your celebration Kwa hivyo kumaanisha, hakikisha sherehe zako is in tune katika kuandaliwa to who Jesus is. lazima ziandaliwe kukiwa Yesu ni nani. Don't celebrate Christmas Usije ukasherekea Krismasi and at the end of it, na mwisho wa kila you jambo lose your faith. ukaweza kupoteza lile imani. There are many who do lose their faith in December Kuna wengi ambao hupoteza imani yao during Disemba, Christmas. na wakati huu hasa wa sherehe hizi, It is so unfortunate. na hakika kabisa We are inadhoofisha. celebrating the coming of our Redeemer. Tunasherekea ile kurudi kwa Yesu So Kristo. ensure that your celebration Kwa hivyo thibitisha ya kwamba sherehe zako zote reflects zinaangazia Jesus Christ. Yesu Kristo. And so I wish you a Merry Christmas Kwa tomorrow. hivyo nawatakia kila laheri katika Krismasi, May you celebrate ukaweza kusherehekea according to the will of God. kulingana na mapenzi ya Mungu Baba. Hallelujah. Amen. My teaching tonight, Kwa mafundisho yangu siku ya leo, as the Lord has put in my heart this month, kama jinsi ambavyo Bwana amehifadhi katika moyo just to talk about thanksgiving. kunena tu kuhusu shukurani. Hallelujah. Amen. Because I know, as we said before, the year has not been easy.
sababu jinsi ambavyo tulisema mwaka haujakuwa mwepesi, But all in all, lakini kati ya mambo haya that you yote and I are living today, ili wewe nami tuishi leo, we owe our God thanksgiving. tunafaa kumpa Bwana shukurani, Regardless of what may have happened, kando na yote ambayo yametendeka, what you may have encountered, ama umekumbana na mambo gani, what you may have lost, ama umepoteza kitu gani, but the fact that you are alive, lakini ukweli ikiwa wewe ni we mzima, owe our God thanksgiving. basi unahitajika kumpatia Bwana And shukurani. so I just want us in few minutes Na ningependa kwa dakika to chache continue with the same, tuendelee mahala pale thanking God through praises. kumshukuru Bwana kupitia Hallelujah. sifa zetu, As you have heard before, kama jinsi ambavyo umesikiza according to Psalms 22 and verse number 3, katika Zaburi 22 mstari wa the 3. Bible says, Biblia inasema "But thou art holy, ya kwamba wewe ni mtakatifu, O thou that inhabits wewe ambao unayedumu the praises katika sifa of Israel." za watu wa Israeli. So we are returning in the month of December, Kwa hivyo tunaingia katika Disemba seeing what God has done in our lives, tazama yale ambao Mungu ametutendea, telling him, God, tukimwambia ewe Mungu, even though the year was challenging, hata kama mwaka ulijaa changamoto, but we can look at ourselves lakini twaweza tukajihoji and see that we are not among the dead. na tuone ya kwamba sisi sio kati ya wafu, We are among the living. lakini sisi tunaishi. And so that is enough reason Na kwa hivyo inatosha sababu for us to return kuambia Mungu, and give you praise. kumrudia Bwana na tumpe sifa. Hallelujah. Amen. For the Bible says Sababu Biblia in inasema Psalms 150 and verse number 6, katika Zaburi 150 mstari wa 6, let everything wacha kila kiumbe that has breath ambacho kiko na pumzi praise the Lord. kikamsifu Bwana. So as long as you have breath, Na kwa mradi we tuko na ought to pumzi, return to give God thanks. tunafaa kumpa Bwana sifa. Now if you go back to our scripture, Psalms 22 and verse number 3, Na tukirudia katika maandiko yetu Zaburi 22 he mstari wa inhabits 3, our praises. yeye Mungu anadumu katika sifa zetu. That means when Ikumaanisha we praise God, he appears. wakati ambapo unapomsifu And yeye when he hutokea. appears, Na akitokea there is something that will happen. kuna jambo ambalo hutokea. It means that in the appearance of God Inamaanisha Mungu anapotokea katika sifa, is an automatic disappearance of the devil. hakika kabisa lazima shetani akuwa ametoweka. Amen. Amen. Because light and darkness Sababu nuru na giza cannot coexist. haziwezi zote So zikaandamana. when you praise him Kwa hivyo wakati unamsifu and he Mungu, comes, wakati then anakuja, it means inamaanisha the devil will have no choice shetani hana chaguo, but to carry his luggage, lakini ni abebe to virago, carry his load, abebe mizigo and to zake leave your na presence. weze So I kukuondokea. want us this month of Kwa December, hivyo ningependa katika mwezi huu wa even as Disemba, you're thanking him and you're celebrating hata Christmas tomorrow, unaposhukuru na kusherehekea Christmas I want you kesho, to understand this, ningependa ufahamu haya that God has been faithful, ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, that God has been awesome in our ya lives. kwamba Mungu amekuwa wa ajabu And if you want to keep him in our lives, na amehifadhi katika maisha if yetu. you want to keep God closer to you, Na kama ungependa kumweka Mungu karibu Then- nawe, bring or embrace a praiseful life. basi kumbatia maisha ya sifa. The month of December, Katika mwezi wa as Disemba, we are right now, kama jinsi ambavyo tuko ndani it yake, is so important to praise God. ni ya muhimu sana kumsifu It Bwana. is so important to talk about the goodness of Ni ya God. muhimu sana kunena juu ya wema wa It is so Mungu. important to testify the faithfulness of Ni God. ya muhimu sana unaposhuhudia uaminifu Why am I wake. saying so? Kwa nini nasema haya? Because it is so easy Sababu ni rahisi sana for people kwa to watu complain at the month of December. kunugunika katika mwezi huu wa 12, Because you may be counting the months that have gone ahead of you sababu enda ikawa umehesabu miaka and only miezi see the challenges you've gone through na umeona zile changamoto and to umepitia, see the losses you've na encountered. kisha baadaye ukahesabu But hasara. remember,
Lakini kumbuka, we are just counting few days to cross over. tunahesabu siku chache tuvuke. So you are crossing over, Kwa hivyo ile kuvuka kwako, or the strength of your crossing over, ile nguvu ambayo utakuwa nayo ukivuka, will be determined by how you are going to end the year. itafanya ukue jinsi ambavyo utamalizia So mwaka. I'm here to encourage you Niko tonight. hapa nikutie changamoto. Make sure you are ending the year in thanksgiving, Kuwa unamaliza mwaka katika in shukrani, praising God. katika sifa kwa Mungu. By doing so, Katika kutenda you hayo, will be creating a room to enter into the another year. unatengeneza nafasi, mazingara ya kuingia kwa Victoriously. mwaka mpya katika ushindi. Hallelujah. Amen. Remember Psalms 67 Kumbuka Zaburi 67 from verse number 5 to verse number 6. kuanzia mstari wa 5 na 6. The Bible says, Biblia inasema when we praise God, wakati tunapomsifu the Mungu, earth dunia will yield dunia huwa inaleta mazao, its increase. inaleta The kuzalisha. Bible says, Biblia inasema let the people praise thee. na wacha watu wakusifu. Let the people praise thee, O God. Wacha watu wakusifu Let ewe all Mungu. the people praise thee. Wacha watu wote wakusifu Then wewe. after praising him, what happens in verse number 6? Na baada ya sifa nini kinatokea? Mstari wa Then 6. shall the earth yield her increase. Basi dunia itazalisha nyongeza. Hallelujah. Amen. And God, even our own God, Na hata Mungu wetu shall bless us. atatubariki. Hallelujah. Amen. So your fruitfulness is tied to your praising. Kwa hivyo ile kuzalisha kwako ni katika kusifu. Your fruitfulness is tied to your Ile praisefulness. kuzalisha kwako matunda ni katika kutoa So shukrani. this means you Inamaanisha cannot be fruitful hauwezi zalisha more than you are praiseful. zaidi ya jinsi ambavyo wewe unasifu. Hallelujah. Amen. You want your 2021 to be fruitful? Unataka mwaka wa 21 ukuwe una wa Then, mazao. at this point, Basi katika wakati huu put yourself into a praising mood. jiweke katika kusifu. You know, murmuring and complaining Unajua ile manunguniko na maombolezo does not bring God's sympathy. haileti hata zile huruma za Mungu. God will not have mercy on you because you're complaining, Mungu haoni huruma kwako kwa sababu unanungunika, because you're murmuring, sababu unaomboleza, because you're reminding him of the losses. sababu unamkumbusha kile ambacho umepoteza. No. Hapana. Anytime you complain, Kila wakati you unaponungunika, are attracting the wrath of God. basi unavutia ghadhabu ya Mungu. God is not pleased in our complaining. Mungu hapendezi kabisa katika kunungunika. God is not happy when you complain. Mungu hafurahishi wakati ambapo unalalamika. Hallelujah. Amen. Now, what will trigger your praises? Na kile ambacho kitatilia mkazo sifa Or zako, what will trigger you to praise ama God? kile ambacho kitakukoroga ili umsifu Mungu. Because as I've said before, Kama jinsi nimesema it awali, is possible to see losses only this year. hakika inawezekana mtu ahesabu hasara mwaka huu. It is possible to look back Ni kweli waweza tazama nyuma and ask yourself, na ujiulize what am I even thanking God ni for? nini ambao inaweza nifanya nishukuru Mungu. My business went down. Biashara yangu iliteremka chini. My family has been scattered. Jamii yangu ilitawanyika. My career is not doing well. Kazi yangu haisongi. What is there to thank God for? Gani hiyo ambao natoa It shukurani? is possible to complain. Ni kweli waweza toa It is kunungunika. possible to murmur. Ni kweli waweza But lalamika. I want to give you some things. Lakini ningependa nikupatie If you mambo. just put your focus on them, Kama utaweka macho yako kwayo, then you will end the year in thanksgiving. basi utamalizia mwaka katika sifa. Number one, Ya kwanza, count your blessings hesabu baraka zako and ignore the losses. na ukaweza kutupilia mbali hasara. It does not matter what you lost in the year. Haijalishi katika mwaka huu chenye But I can tell you, umepoteza. if you can count every blessing, Lakini nakuambia ukihesabu kila then you will baraka, have enough reason to praise God this month. basi utakuwa na sababu ya kutosha kumsifu You Bwana will mwezi have huu. enough reasons to end the year in thanksgiving. Utakuwa na sababu tosha ya kumalizia kwa shukrani. Counting your blessings Hesabu baraka from the month of January. kuanzia Januari. Look at how much of the bills you've handled. Tazama jinsi ambavyo umeshughulikia You mambo have been mangapi. paying your bills. Umekuwa ukilipia deni zako. Some of us have not gone to the hospital. Hata wengine wetu hata wajaingia Some hospitali. of us, you went to the hospital.
Hata wengine uliingia The ndio same hospitali, bed where you are admitted. na kile kitanda ambacho ulikuwa The same umelazwa, bed you laid your back on. kile kitanda ambacho uliweka mgongo wako There are pale. people who were on the same bed, Kuna watu ambao walilazwa mahala but they pale, came out lifeless. lakini wengine wakatoka wakiwa wafu. Hallelujah. Amen. You are an expectant woman this year. Ukawa mjamzito katika mwaka There are huu. there are ladies who went to deliver. Kuna wengi ambao walienda kujifungua, Either they came out without their babies, wengine wakatoka bila or watoto, both of them they never came back, ama wote hawakutokea, or the baby came but the mother died. ama mtoto akatokea mama akaenda. But where you are now, Lakini penye uko leo hii, God enabled you. Mungu You went amekuwezesha, through the labor room uliingia katika ile and you came uchungu out singing na ukatoka katika sifa, songs of joy, ukiwa na furaha, carrying your baby. ukiwa umembeba mwanao, Just to show you, ikikuthibitishia, if you look back, ukitazama nyuma the 11 months and the 24 days, katika miezi 11 na 24 I tell siku, you, you have all the reasons na to thank kuambia God. uko na sababu tosha umshukuru Psalms Bwana. 103 verse number 1 going Katika down. Zaburi 103 The Bible says, Biblia inasema mstari wa bless kwanza, the Lord, O my soul, bariki Bwana ewe nafsi and yangu all that is within me. na vyote vilivyo ndani yangu, Bless his holy name. bariki jina la Bwana. Verse number 2, what does it say? Na mstari wa pili yasema Bless nini? the Lord, O my soul, Bariki Bwana ewe and nafsi yangu forget not all na his benefits. usisahau faida zake zote. Verse number 3, Ya tatu, who forgiveth all thy iniquities, ambaye anakusamehe maovu yako who healeth yote, all thy diseases. anaponya magonjwa yako yote. You are standing today Kusimama kwako leo as the redeemed of the Lord, ni katika mkombolewa wa that the Mungu, Lord has forgiven you all your iniquities. kwa sababu Mungu amesamehe dhambi zako If you zote. can put that among the list Kama unaweza ukaziweka pale, that you are counting, kama unaweza then ukahesabu, that only is enough for you to give God thanks. basi nakupatia sababu tosha kuambia Mungu ni asante. He who healeth all thy diseases. Yeye ambaye uponya magonjwa yako You are yote. standing today Kusimama kwako leo because you are healthy, sababu uko na afya, because you are strong. sababu uko na nguvu, That alone is enough inatosha peke for yake you to thank God. kumwambia Bwana asante. You know, this year, Unajua mwaka huu Corona has made us to understand the cost of oxygen. hizo virusi vimetufanya tujue kugharamikia hata Hallelujah. hewa, That you are breathing freely. ya kwamba wewe upumua tu hivyo Nobody bure. is charging you for the breath you are taking Hakuna in. gharama ambao unagharamikia, There is no tax you are paying for breathing. hakuna ile malipo ambao You unatoa. have been breathing freely from the month of January. Umekuwa ukipumua kutoka Januari, You are breathing whichever way you want, umekuwa ukipumua katika njia yoyote however much you unayohitaji. desire. Hata kama unataka kupumua mara ngapi, You have not been taxed. hakuna wakati ambapo umetosha If you ushuru. think about that, Ukifikiria haya mambo, that is an enough reason hiyo ni sababu tosha for you kwako to return kurudi kwa Mungu and tell God, na God, umwambie Mungu, I thank you ninakushukuru that I am alive. sababu niko hai, I am breathing freely. ninapumua. There are many right now Kuna wengi dakika hii who are counting minutes and hours. ambao wanahesabiwa The madakika na more they are malisani, breathing, na zaidi jinsi ambavyo wanachukua pumu, the more the bill is piling up. hivyo hivyo ndivyo hesabu yao inaongezeka. So brethren, wherever you are, Wapendwa, popote pale I want you ulipo, to understand today, ningependa ufahamu leo, beyond the other blessings you desire, zaidi ya baraka zingine zenye you are the ulihitaji, most blessed person on earth wewe ni tonight. mtu ambaye amebarikiwa sana That you are duniani, alive, na sababu uko that you uhai, are breathing freely. sababu unachukua pumu bure, You have the greatest blessing on earth. uko na baraka kuu katika dunia. Count your blessings. Hesabu baraka zako, Ignore the losses. usihesabu na usitazame Switch hasara. your mind off from what you lost Funga mawazo yako kwa kile ambacho and ulipoteza, tell God, Father, thank you. na umwambie Baba ni asante. From the month of January,
sababu kuanzia Januari money have been passing my hands. pesa imepita mikononi mwangu. You may not be having so much in your account, Enda ikawa kwa sasa hauna mingi katika or maybe your hazina. account is nil. Enda ikawa hata hauna lolote. But do you know you are blessed? Lakini unajua How umebarikiwa. much money have passed through your Ni hands this pesa year? ngapi zimepita mikononi mwako mwaka Paying huu? bills here and there, Ukilipa madeni hapa na pale. buying food here and there. Ukinunua vyakula hapa na That pale. tells you Inakuambia that the Lord has blessed you financially this year. ya kwamba Mungu amekubariki kifedha hakika So you mwaka have huu. all the reasons to Uko na thank God. sababu ya kumshukuru Bwana. So child of God, wherever you are, Mwana wa Mungu popote ulipo. that voice that tells you Hiyo sauti ambayo that inakuambia there is no reason enough for you to thank God, ya kwamba hauna sababu ya kumsifu I have come Bwana. to tell you otherwise. Nimekuja nirekebishe. You are alive. Wewe uko hai. You are breathing. Unapumua. Your hands are moving. Mikono zako Your eyes are zinasoma. working. Macho yako Your yanaona. ears are working. Masikio yanasikia. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have all the reasons to bless the Uko na Lord. kila sababu kumbariki Bwana. So ignore the devil with everything he's trying to remind Kwa you. hivyo puuza shetani kwa kila kitu ambacho anakukumbusha. Tell him no. Mwambie la. Who healeth all thy diseases. Yeye kuna Mungu ambaye uponya magonjwa I yote. am here because the Lord healed me this year. Niko hapa kwa sababu Mungu aliniponya mwaka huu. Because the Bible says in the book of Exodus, Sababu Biblia inasema katika Kutoka. I believe it should be 23 verse 25 to verse number 26. Katika Kutoka 23:24-5. You shall serve the Lord thy God. Utamtumikia Mungu He shall wako. bless thy bread. Naye atabariki mkate wako. Then there is a place say that he will remove sickness from the midst of Na thee. inasema ya kwamba naye Mungu atayaondoa magonjwa kati In yenu. the midst of thee. Katikati That yako. tells you there is sickness all over. Kumaanisha ya kwamba magonjwa But the yako Bible yamezingira. says, Lakini Biblia He inasema will remove sickness atatoa from magonjwa the midst of you. katikati yako. You are alive because God removed sickness Uko hai kwa sababu Mungu alitoa from magonjwa the midst of you. katikati yako. As people were interacting with this virus Na wakati watu wamekuwa wakikumbana na hizi virusi and other sickness and other diseases, na magonjwa mengine, for unaweza you the Lord hesabu. was busy removing Wewe Mungu alikuwa katika biashara ya kukutoa sickness from the midst of you. toa magonjwa katikati yako. Hallelujah. Amen. You will not complain again. Basi hautanugunika tena. You shall not complain again. Usinugunike You tena. are ending the year Unamalizia mwaka praising the Lord kimsifu Bwana because you can remember sababu waweza kumbuka as you are counting wherever you are now, kama jinsi ambavyo unahesabu penye uko, as you are counting the blessings unapozihesabu that baraka has come your way this year. ambazo zimekuja kwa njia yako. So far I believe Katika umbali huu naamini now you understand sasa unafahamu that truly ya kwamba hakika the Lord has been faithful Bwana ni mwaminifu and he deserves all your praise. na anastahili sifa zangu zote. So if there is anyone that owes the other, Kwa hivyo kama kuna mtu mwenye anahitajika ama anatayarisha kupea mwingine between God and us, kati yako wewe na Mungu, it is we to praise him. ni sisi twafaa kumpa It is sifa. we that owe God our Ni thanks, sisi ambao tunakuwa na kudaiwa na because Mungu, all in all God has been faithful. sababu kwa kila jambo amekuwa mwaminifu. After counting your blessings Baada ya kuhesabu baraka and zako ignoring the losses, na kupuuza hasara, what else will you do utafanya namna gani that your praise will be triggered? ili sifa zako zikaweza kukorogwa? Always judge God faithful. Kila wakati hukumu Mungu ya kwamba ni mwaminifu. Always judge God as a faithful Kila God. wakati hukumu Mungu ya kwamba ni mwaminifu. Anything that happens, Chochote ambacho kinachotendeka, let the first word that comes out of your mouth wacha neno ambalo linatokea kwa kinywa be that chako, God, I know you are faithful. sema ya kwamba Mungu, najua wewe ni I mwaminifu. thank you because you are faithful. Ninakushukuru wewe ni mwaminifu. Always judge God faithful. Kila wakati hukumu Mungu kwa There are things uaminifu. that might have happened to you that are so painful so Kuna far. mambo ambayo imetendeka kwako ambayo ni ya uchungu, But as the Lord liveth, lakini kama jinsi Mungu there is a anavyoishi, time that is coming kuna wakati ambao unakuja
anakuja. You will look back and say, Utatazama nyuma na useme, thank you, Jesus. asante Yesu, Thank you, my God, asante Mungu that you wangu, allowed me to go through it. sababu uliniruhusu nipitie haya. Because Romans 8 and verse number 28, Sababu Warumi 8:28, the Bible makes it very clear. Biblia inaifanya kuwa wazi For kabisa. I know that all things Ninajua mambo yote utendeka, works for good utendeka for them that love the Lord. kwa wema kwa wanaompenda Mungu. Hallelujah. Amen. So do you love the Lord? Unampenda Bwana? One day you look back Siku moja utatazama and say nyuma that it all happened for my na own good. utasema ya kwamba ilitendeka kwa wema wangu. Why? Kwa nini? Because our God is forever faithful. Sababu Mungu wetu milele ni In mwaminifu, that pain, our God is faithful. na Mungu wetu ni mwaminifu. In that disappointment, our God is faithful. Katika uchungu na kuvunjwa moyo, Mungu ni mwaminifu. Look at Habakkuk chapter 3, Tazama katika Habakuku mlango wa 3 verse number 17 to verse number 18. katika 17 na 18. The Bible says, Biblia inasema, although the fig tree shall not blossom, hata kama misabibu hakutakuwa na matunda, neither shall fruit be in the vines, hata kama hakutakuwa na matunda katika the misabibu, labor of the olive shall fail, na hakika hata yale mizeituni itakosa, the field shall yield no meat, na hata katika ungano hakutakuwa na mkate, the flock shall be cut off from the fold, na hata mifugo zitakuwa zimetoka zimeisha, and there shall be no herd in Na- the stalls. hakutakuwa na kitu chochote katika gara. Look at all those things, Tazama haya mambo yote, all those losses. tazama hizo hasara. But the Bible says in the second and the following verse number 18, Lakini Biblia inasema katika 18, yet hata hivyo I will rejoice nitafurahia in the Lord, ndani ya Bwana, I will joy in the God of my salvation. nitafurahia ndani ya Kristo wa wokovu wangu. Hallelujah. Amen. You should say the same. Unaweza pia sema hivyo, Though my business failed, hata kama biashara yangu ilianguka, though I've lost my marriage, hata kama nilipoteza ndoa, I've lost my children, nimepoteza watoto, my family is not going well, jamii yangu haienendi sambamba, my career is not doing well, kazi yangu pia haifanyi I've vizuri, lost my job, nimepoteza kazi, yet lakini I will rejoice in the Lord. nitamsifu Bwana, Yet I will lakini praise my God. nitamsifu Bwana Mungu wangu. Always judge God faithful. Kila wakati hukumu Mungu, yeye ni mwaminifu. Hallelujah. Amen. Number 3, Ya tatu, let your circumstances draw you closer to God. wacha hali zako zikuvute karibu na Mungu. If you look at Job, Unapomtazama Ayubu, this man went through a lot. huyu mtu alipitia mambo mengi. He's a man that God loved, Ni mtu ambaye Mungu alimpenda, and he's a man that loved God. na ni mtu ambaye pia alimpenda He went Mungu. through a lot of challenges. Alipitia changamoto He mingi, lost everything. alipoteza kila The kitu, wife told him, curse this God and die. na kila kitu ikawa imepotea. The wife told him, just curse your God and Na die. hata mke wake akamwambia, laani huyu Mungu But ufe. this man stood firm in Na huyu God. mtu akasimama imara ndani ya Mungu, He drew closer to God. akamsongea Bwana karibu, And he said, I know my Redeemer living. na akasema, najua mkombozi You wangu anaishi. can't say such a thing unless you are closer to God. Hauwezi sema lile jambo kama hauyuko karibu na In the Mungu. midst of losing everything, Katikati ya kupoteza kila kitu, receiving reports from everywhere, unapokea ripoti kila upande, everything going down, kila kitu at a inateremka point where chini you have all the reasons to blame God, mpaka kiwango cha kuhukumu Mungu, when you have all the reasons to deny the faith, na hata katika sababu zote za kukataa imani, then you're saying, my Redeemer, I know my Redeemer living. lakini unakiri ya kwamba mkombozi wangu anaishi. Hallelujah. Amen. There are songs that when you sing, when you're going through challenges, Kuna nyimbo ambazo unaimba wakati ambapo unapitia it changamoto, reveals you have gone closer to God. inakufanya usongee karibu na Mungu. In this season, Katika majira haya, let all the disappointments you have encountered this year wacha kila kuvunjwa moyo ambapo umepitia mwaka huu take you closer to God. ikusongeshe kwa Mungu, Take you closer to God. ikukaribishe karibu na You Mungu. can even use those challenges Unaweza tumia hata zile even to changamoto ask God, hata kumuuliza Bwana, God, what do you want me to learn? unataka nijifundishe nini? What are you teaching me? Ulinifundisha nini? Where do you want me to go after this? Unataka niende wapi baada ya haya? What do you want me to do after this?
ungependa nifanye nini baada ya Because haya? in anything that God allows to happen in your Sababu life, kwa kila kitu ambacho Mungu aliruhusu there is kifanyike, another level that He wants to take you kuna to. kiwango kingine ambacho anakupeleka, But it will take your cooperation with Him. lakini inategemea ushirikiano wako And nawe. you cannot cooperate with God Hauwezi shirikiana na Mungu from a distance. katika ukiwa mbali, You must be close. lazima uwe karibu. So ensure everything you've gone through, the painful and the shameful, Kwa hivyo hakikisha katika aibu na are uchungu taking you closer to God. tupeleke karibu na Mungu kabisa. Hallelujah. Amen. Lastly, Ya mwisho for the night, kwa usiku wa leo, after counting your blessings and ignoring the losses, baada ya kuhesabu baraka zako na hata kupuuza hasara, judging God faithful, na hata ukihukumu Mungu kuwa ni mwaminifu, drawing closer to God, na katika kumkaribia Bwana karibu, what else will you do? utafanya nini tena? Thank God Shukuru Mungu also for the little things. sababu ya mambo madogo madogo. Thank God Shukuru Mungu also for the little things. sababu ya mambo ambazo ni ndogo ndogo. There are things we take for granted. Kuna mambo ambazo wewe uchukua kawaida. You are praying for a big business, Uliomba kwa biashara kubwa, then God opens a way for you, naye Mungu akakufungulia malango. and you start something small by the roadside. Ukaanza kitu kidogo kando ya barabara. If you be wise, Kama wewe ni mwenye hekima, you start little step, tumia hiyo hatua ambayo ni kidogo, that small beginning, hiyo mwanzo ambao ni to mdogo, thank God, umshukuru Mungu, because we serve a God who takes us from grace to grace. sababu tunamtumikia Mungu From ambaye glory to anatupeleka glory. utukufu kwa For utukufu, He says, sababu anasema despise not thy humble beginning. usije ukapuuza You mwanzo may be mdogo. praying for a bigger thing Enda ikawa uliombea kitu kubwa and preparing for a bigger thing, na ukajiandaa sababu ya mambo makubwa expecting a bigger thing. na ukatarajia makuu, Then you see something so small in your eyes. lakini ukaona kitu kidogo kwa macho. I want you to use that little thing you have, Ningependa utumie hiyo kidogo ambayo uko those little nayo, things in your hand, hizo vitu kidogo mikononi those mwako, little things in your house. hizo vitu kidogo katika nyumba yako. Begin to thank God for them. Anza kumshukuru Bwana kwa sababu yake, Because if you don't thank God for the little things, sababu kama hautatoa shukurani kwa you chache, will become so little in the eyes of God, basi utakuwa kidogo mbele ya macho ya to a Mungu, point where kiwango ya you kwamba will not be able hautaweza to recover kurudisha, anything you lost. hautaweza kuregesha chochote ulipoteza. Hallelujah. Amen. So everything in your hand, Kwa hivyo kila kitu mikononi mwako, anything you got this year, chochote ambacho ulipata mwaka you huu, came to a point where you are living a life where we call it hand and mouth, ulifikia maisha hata ile ya kushika kwa mkono or ukikula, hand to mouth. ama unashika tu You unapokea na work, unaweka kwa you mdomo, get the money, unapata pesa, you feed your children, unalisha watoto, you pay the bills, unalipa madeni, and everything is finished. na kila kitu inaisha. Even if that is the point you are at this Hata kama position, hiyo ndio kiwango ulicho sasa, even if you are at a point where you are owing other people money, hata kama sasa uko katika kiwango uko na deni nyingi za but I watu, want you to look around you lakini ningependa tazama and kando see yako those little things na uone hata zile kidogo kidogo that look like nothing, ambazo hazihesabiki popote, and thank God for na them. ushukuru Bwana kwa sababu ya zile And thank God for them. shukuru Mungu kwa sababu ya It hizo is from the vitu. little thing Ni katika vitu vidogo that God will build mega blessings, ya kwamba Mungu atajenga vitu that vikubwa, God will build bigger things that you desire ya from kwamba Him. Mungu atajenga vitu vikubwa ndani yake. Hallelujah. Amen. So don't allow yourself Kwa hivyo usiruhusu mwenyewe to enter into the box of the devil, uingie katika hiyo sanduku la shetani, where he wants you to look at the little things you have ambaye anataka uone vitu kidogo kidogo and you begin complaining. na uanze kunugunika. You look at the church, Utazame kanisa, it is not the way it used to be. sio jinsi ilivyokuwa. You complain. Unugunike, At every complaint you're complaining, na katika kila you are kunugunika killing even the little that is left. unaua hata kile ambacho kimebaki. You look at your business, Unatazama biashara it is yako not doing well. haifanyi You vyema, complain about it. unanugunika kuihusu, You are killing even the little business unaua left. hata ile ambayo imebaki. No.
Don't allow that to happen to you. Usiruhusu hayo mambo. Give life to the little things in your life Toa uzima kwa zile vitu ambazo zimebaki by ndogo. thanking God. Katika kumshukuru Bwana. By thanking God. Katika kumshukuru Bwana. What is that that you seem too small? Ni nini hicho ambacho unahesabu ni That is kidogo? not worth praising God for this Ambacho year. hata haistahili wewe umpe Bwana You sifa. look at it and in the eyes of men, Unaitazama machoni mwa it may watu. look like madness praising God for it. Taonekana ya kwamba uko na kichaa unaposema ni I want you asante. to take it Ningependa uchukue lile and jambo raise it to God na uinue kwa Mungu and tell Him, Father, I thank you. na umwambie Baba na kushukuru, Because there is somebody somewhere sababu kuna mtu mahali who is desiring to have that which you have. ambaye anatamania kuwa na chenye uko The nacho. cloth you are saying is not good. Mavazi ambayo unasema There is haikupendezi. someone somewhere today Kuna mtu who mahali is praying to have the same kind of ambaye clothes you have. anaomba tu hata awe na lile nguo. I normally tell people this. Wanaambia watu haya, If you feel there is nothing to thank God for as far as your clothing is concerned, ukihisi ya kwamba hakuna kitu ambacho unafaa kushukuru Mungu kwa mavazi, then try walk naked in the streets. basi tembea ukiwa uchi Then compare na kisha ulinganishe. walking naked and putting on what you have. Ukitembea ukiwa uchi Which na one is ukivaa better? chenye uko nacho, Which gani sawa? one is better? Ni gani iliyo sawa? Try enter a PSV Ingia katika gari naked. ukiwa uchi, Everybody in that matatu will run. kila mtu atashuka kwa lile They will gari, disappear because they will conclude you're a madman. wote watatoroka kwa You are- sababu you are- watajua umeruka You are a kichwa. mad woman. Wewe ni mwanamke But ambaye the ni kichaa, moment you are putting on what you have lakini wakati unachovaa and chenye you uko appear nacho before people, na utoke kwa watu, people will come to greet you. watu watakuja wakusalimia, Why? Because you look decent. sababu unaonekana sawa. If you see that there is nothing to thank God for as far as the food you have is concerned, Ukiona ya kwamba sio vyema kwa kile chakula uko then nacho, give it out and remain without. basi peana kila kitu, baki hivyo, Then compare kisha ulinganishe between starving and eating what you had, which one is better? kukaa njaa na kukula ile kidogo ulikuwa nayo, gani sawa? Let me tell you, Wacha nikwambie, that little thing you are despising, hiyo kidogo ambao unapuuza it wewe is somebody's prayer point for this year. ni jibu la mtu katika maombi That yake, God, ya kwamba ewe Bwana, if you can just give me the clothing as what my sister has, kama unaweza tunipa vazi kama la dada yangu, as what my brother has, kama ya ndugu yangu, I will praise you. nitakusifu Bwana. Yet you are here complaining. Lakini wewe uko hapo unalalamika. Even in this Christmas, Hata katika hii Christmas, tomorrow is Christmas. kesho ni Christmas. Don't pressure yourself. Usije ukajitia Don't changamoto, put pressure on yourself. usije ukagonjeka vidonda. You are a wife. Wewe ni mke, Don't push your husband to a corner. wacha kusukuma mumeo kwa I kona. must have this cloth. Lazima nivae We hii, must eat this food. lazima tukule We hii, must have an outing. lazima twende nje. No, understand. Elewa kiwango chako, Understand your level. elewa kiwango And chako. thank God for your level. Shukuru Mungu kwa hicho kiwango. Hallelujah. Amen. Life comes in phases. Maisha inakuja kwa kurasa And people are in sizes. na watu wako katika viwango. Appreciate your level per time. Shukuru Mungu kwa kiwango Don't chako. go and borrow because of tomorrow. Usiombe sababu ya kesho. Don't push yourself. You know, it's not a must you travel. Sio lazima usafiri. Jesus was not born in your town. Yesu hakuzaliwa kijijini He mwenu, was not born in your village where you're running to. Oh, yes. hakuzaliwa kwenyu kwenye unaenda. If you can travel at ease, it's okay, travel. Kama unaweza safiri ni sawa, But safiri, don't put pressure on your family. lakini Yes. usiweke ati lazima. I must travel. Lazima I tusafiri, must go here. lazima niende I hapa, must see so and so. lazima nione nani na If it nani. is not within your reach, Kama sio katika kufikia kwako, relax where you are. tulia penye uko, Celebrate Jesus where you are. sherekea Yesu penye uko, Be happy. kuwa na furaha, And still it will be Christmas. na kila wakati itakuwa ni Christmas. Hallelujah. Amen. I told somebody that, you know, it is Jesus who is celebrating his birthday, not you. Niliambia mtu ya kwamba ni Kristo anasherekea kuzaliwa, sio wewe. Hallelujah. Amen. So it is not a must for you to have a new shoe. Kwa hivyo si lazima uvae kiatu mpya, It is not a must you have a new cloth. sio lazima ununue vazi. It is Jesus celebrating birthday, not Ni you. Yesu anasherekea, sio wewe. So whatever you're not able to afford in this season, Kwa hivyo kwa kile ambacho utakuwa nacho, thank God for what you have
Shukuru Mungu kwa kile ulicho Put on nacho. the clothes you have. Vaa ya mavazi ambayo uko nayo. Go where you can go. Enda kwenye utaweza. And anybody who misses you so much, Na yeyote yule ambaye amekutamani they sana can as sana, well make efforts to find you where you are. wacha atafute nafasi akutafute. Why celebrate one day? Kwa nini usherekee siku moja? Then after the day, Na baada ya siku you are busy settling debts here and there. unaanza kulipa madeni hapa na hapa. Even you'll be dodging some people because you borrowed for Christmas. Hata utakuwa unawadanganya kwa sababu uliwaomba ili wakusaidie. If you can eat your mboga, vegetable, eat it joyfully with your family. Kama utaweza kukula sukuma wiki, kula na ufurahia And na tell God, jamii. thank you, at least you are not among those who have nothing. Na uambie Mungu ni asante, mimi sio kati ya wenye hawana. With the clothes you have, Katika vazi ambalo uko you nalo, have been wearing them. umekuwa ukiyavaa And they have been looking good on na you. imekuwa ya kupendeza. Why pressure yourself? Kwa nini sasa unajitia mzigo? Why pressurize yourself? Kwa nini sasa unajitia kitanzi? Put on those clothes, Vaa zile wear mavazi, those shoes, vaa zile hizo viatu, be in the presence of God, na kuwa katika uwepo wa and Bwana, tell Him, Lord, I thank you. na umwambie Bwana nakupa This is shukrani. another 25th. Hii ndiyo siku nyingine 25 Disemba. Thank you because you have allowed me to see this day. Asante, umeniruhusu kuona siku. I am among those who are witnessing 25th December 2020. Niko kati ya wale watu ambao wameshuhudia Disemba 25, 20. I return all the glory to you. Nakupa utukufu. Don't move from place to place where you're not even needed. Usitembee hata kwa watu kila pahali kwenye hata uhitajiki. People who will be entering places Kuna watu ambao watatembea pahali where it is not necessary for them to be kwenye hata hawajaruhusiwa kuwa tomorrow. kesho. Then after that, Baada ya you hayo realize utatambua you have destroyed your image. umeharibu hata sura yako, You have ashamed the gospel umehaibisha Injili just because you want to be somewhere tomorrow. sababu unataka tu uende There kwa are mtu. places you are not supposed to be. Kuna sehemu ambazo hufai kuwa. It's not everybody that should access you tomorrow. Sio kila mtu anafaa kukufikia kesho. Tomorrow 25th. Kesho With 25 the heart of thanksgiving. katika moyo wa shukurani, Be where you can be. kuwa kwenye uko Where you should be. where penye unafaa Buy kuwa. what you can buy. Nunua chenye And unaweza, what you cannot buy this year, na kile ambacho hungeweza kununua mwaka there is huu. another Christmas. Kuna Christmas ingine As inakuja, Jesus tarries kama jinsi ambavyo Kristo anakawia, and God gives you grace to see another na Christmas, Mungu akupe neema uone Christmas. you will not be at the same level you are today. Hautakuwa ile kiwango ambacho uko leo. Every clothing you desire, there will be there even better clothing than what you are seeing Mavazi today. ambazo unatamani hata zitakuwa zimetokea zingine. There will be better places to visit than what we have today. Utakuwa na sehemu ya burudani sawa kuliko ya saa hii. So no pressure for tomorrow. Kwa hivyo usikuwe na hofu It sababu is ya thanking kesho. God for what we have, Shukuru Bwana kwa kila praising God for the little food we have, sifu Mungu kwa chakula kidogo the little enjoyment we'll have. na ile kujifurahisha ambayo utakuwa nayo. Remember that it is Jesus that you are celebrating. Kumbuka ya kwamba ni Yesu peke yake unamsherekea. Hallelujah. Amen. Our Jesus Yesu Kristo is a redeemer. ni mkombozi. He is a king. He is a prince of peace. Yeye ni mfalme na ni mfalme wa amani. He is not a prince of pressure. Yeye sio mfalme wa kukutilia mizigo. Don't pressure yourself. Kwa hivyo wacha kujigandamiza Celebrating katika kusherekea the prince of peace. mfalme wa amani. May God give you understanding. Wacha Mungu atupe kufahamu. As I finish, Ninapomalizia Hebrews 13 verse number 15. Wahibrania 13:15 The Bible says, Biblia inasema by him, kwake therefore let us offer the sacrifice of praise to God wacha tutoe dhabihu za shukurani kwa Mungu continually, kila wakati, for that is the fruit of our lips, sababu hiyo ndiyo matunda ya ulimi wetu, giving thanks to his name. kumpatia Bwana sifa kwa jina lake. And 1 Thessalonians Na katika Wathesaloniko wa kwanza chapter 15 verse 18. katika mlango wa 5 mstari wa 18, Yes, 5 verse 18. katika mlango wa 5 mstari In wa 18, everything kwa kila jambo give thanks. patie Bwana shukurani. Why? Kwa nini? For this is the will of God Sababu haya ndiyo mapenzi ya Mungu in Christ Jesus ndani ya Kristo Yesu concerning you. kuhusu wewe. Hallelujah. Amen. End the year
thanking God. Maliza mwaka ukimsifu Bwana. Celebrate Christmas thanking God. Sherekea Krismasi ukimshukuru Mungu. Tomorrow let it be a day that you are going to walk in joy, in Kesho celebration. wacha ikuwe ni siku ambayo unatembea kwa madaha na sherehe. Just praising God. Ukimsifu Bwana. Spending time Tumia wakati in His presence. katika uwepo wake. I just want you, wherever you are, Ningependa popote ulipo, just raise your hand inua tu mkono wako and tell God thank you. na mwambie Bwana ni asante. Thank you for January. Asante kwa Januari. Thank you for February. Asante kwa mwezi wa pili. Thank you for March, Asante kwa mwezi wa tatu. April, Mwezi wa nne. May, Mwezi wa tano. June, Mwezi wa sita. July, Mwezi wa saba. August, Mwezi wa nane. September, Mwezi wa tisa. October, Mwezi wa kumi. November, Mwezi wa kumi na December. moja. Na hata mwezi wa Lord, I kumi na thank mbili. you Bwana nakushukuru. for preserving me this far, Asante kwa kunihifadhi for uhai. keeping me this far. Asante kwa kunihifadhi Thank you for my uhai. business. Asante kwa biashara Thank you for zangu. my job, Asante kwa kazi. for my family, Asante kwa jamii. for my ministry, Asante kwa huduma. for the salvation I have. Asante kwa wokovu. I am still nilionao. born again. Mimi bado ni Lord, I thank you. Baba, I ninakushukuru. refuse to complain. Ninakataa I refuse to kunung'unika. murmur. Ninakataa Lord, I kunung'unika. thank you. Ninakushukuru. Father, I give you praise. Ninakupa sifa. In Jesus' Kwa mighty jina name, kuu la Yesu. we have given him thanks. Tumeomba na tumempa Just put your shukrani. hands together for Jesus Mikono yako wherever you pamoja, are mshukuru tonight Bwana. and celebrate his goodness, even as we welcome the man of God. Take us to another level in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise. Glory Hallelujah. be to God. Let's celebrate the servant of God. Thank you so Jesus. much for that far. Hallelujah. Oh, you are worthy of our praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Because that's a very, very powerful word, brethren. Ni And we ujumbe, thank God. ni ujumbe ambao uko na nguvu na tunamshukuru Mungu. Wow. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno That's la very, very powerful. Servant of God, the Lord God bless you Wacha mtumishi wa and Mungu richly Mungu reward you, na akupatie even zaidi. enlarge your Na territories hata apanue in mipaka Jesus' yako. mighty name. Kwa jina kuu la And Yesu. let us just celebrate this word as we give our offerings. Na wacha tusherekee hili neno tunapotoa Let's sadaka connect zetu. by tapping the grace Wacha tuunganike of katika kutoa. even thanksgiving Na hata katika through shukrani. our offerings of Katika thanksgiving. matoleo yetu. Our contacts are there. Katika mawasiliano You yetu can iko use pale. any means to reach Unaweza us, tafuta njia even by zozote. sharing the testimony Hata tonight. katika kushiriki So the ushuhuda. contacts are there in your screen. Ili Mungu Give our tithes, give our offerings Hiyo and njia ya love offerings, mawasiliano, toa matoleo because the zako. sacrifices the Lord is expecting from us sababu yale ambayo is Mungu anatarajia of thanksgiving. ni ya And shukrani. I reminded us during lunch Na hours nikawakumbusha that mchana, if there is the reason why we are created kama kuna is sababu to give umeumbwa, God thanks. ni ili ukampe You know, Bwana the sifa. secret behind it Ile is ile because you shukrani. cannot thank yourself. Hiyo siri hauwezi jishukuru Praise be to binafsi. God. Amen. Because God could not thank himself. Sababu Mungu That is the hana reason he kushukuru. created you and Ndio me. sababu akatuumba. You need somebody else to celebrate you. Lazima You need mtu somebody to say akusherehekee. thanks on your Lazima behalf mtu atoe for shukrani what you kwa are niaba doing. yako. And Kwa therefore kile it is ambacho a umefanya. good opportunity for us Kwa hivyo ni nafasi even to kubwa thank God through our ya offerings, kumshukuru Bwana kwa even sadaka through zako. our tithes, Katika fungu lako even la through kumi. our sacrificial Na giving. hata katika kujitoa It kwako. also gives you an opening of a new salvation. Nakupatia hata wokovu mwingine. Psalm 50 and verse number 23. Katika Zaburi 50:23. Those who sacrifice thanks offerings wanaotoa shukrani honors zao me, wananiheshimu, and to the blameless na kwa wale I ambao will ni show wenye my haki, salvation. nitaonyesha There are wokovu two wangu. scriptures in the same Kuna chapter maandiko mawili of Psalm chapter 50. katika Zaburi Did you 50. know we pray Psalm, most of us pray Psalm 50 verse 15, Wengi wetu wanaomba Zaburi 50 na and call 15. upon me in the day of trouble. Niite wakati wa Even shida. if you do your grammar very well, Hata kama ulisoma verse vizuri. 15 is a continuation of verse 14. 15 So inaendeleza this is 14. what is happening. The secret is in verse Kwa 14. hivyo siri iko katika 14. Sacrifice thanks offering to God. Toa zaka zako Fulfill kwa your Mungu. vows to the Most High. Timiza nadhiri zako. If you sacrifice thanks offering Ukitoa zaka even zako to God kwa Mungu, and fulfilling your vows to na the Most High utimize God, nadhiri zako kwa I believe Mungu. most of us, we had many vows for the year Naamini 2020. wengi wetu wako na And as we nadhiri. have been led that the Lord God is
faithful. jinsi ambavyo He tumeongozwa who Mungu ni promises is mwaminifu. faithful. Yeye aliyeahidi ni Fulfill mwaminifu. your vows through thanksgiving. Timiza ahadi zako. Sacrifice thanks offering to God. Tolea Bwana shukrani. Fulfill your vows to the Most High. Timiza nadhiri If zako. you do that, then you have the key of verse Ukiwa 15. na hayo uko na And 15. call upon me in the day of trouble, Sasa niite and wakati I wa will shida. hear you in Jesus' name. Nitakusikia. Heavenly Father, I thank you Baba wa mbinguni for the nakushukuru. sacrificial giving of your people. Asante kwa kujitoa I thank kwa you watu because wako. of your word tonight. Asante kwa neno Thank you lako. for your servant Stephen, oh Asante kwa God. mtumishi wako. Bless him and enlarge him, everlasting Bariki na Lord. umpanue Bwana. Increase him indeed in Jesus' name. Ongeze katika He jina has la poured Yesu. out his heart to bless us, oh Amemwaga God. moyo We kutubariki. bless him again and again in Tunabariki Jesus' name. mara nyingine na Bless his tena. family in the name of the Bariki living jamii God. yake. Make all his plans to succeed Fanya jamii in Jesus' mipango mighty ikafaulu name. kwa jina la In the Yesu. name of the living God. Katika I jina la thank you Yesu. for them that are here, oh God. Tunakushukuru kwa I walio thank you hapa. because of each one's life. Asante kwa kila I thank you maisha. for our viewers online, oh Asante kwa God. wanaotufuatilia. We bless them in Jesus' name. Tunawabariki kwa Thank jina you la for them Yesu. that are here locally. Asante And kwa we walio thank you for katika them that are nchi. internationally. Na walio katika We bless them in the kitaifa. mighty name of Jesus. Tunawabariki kwa And jina because la Jesus, Yesu. you are the reason for this season. Kwa sababu wewe We ndiye sababu honor ya you by sherehe thanking hizi. you in advance. Tunakushukuru We kwa thank you and we honor you. Tunakushukuru na It is in tunakuheshimu. Jesus' mighty name. Kwa jina la We Yesu. pray and give thanks. Tunaomba na Receive the kushukuru. blessings of the Father, Pokea baraka the za blessings Baba, of the Son, baraka za and the Mwana, blessings of the Holy na Spirit. baraka za Roho In Mtakatifu. Jesus' mighty Kwa name. jina kuu la Now may Yesu. the grace Na sasa neema of our Lord ya Jesus Bwana Christ, wetu Yesu Kristo the Lamb of na God, upendo wa Mungu and the Baba fellowship of the na Holy Spirit ushirika wa Roho be Mtakatifu with us now ukae nasi and sasa forevermore. na hata milele. Amen and Amina amen. na amina. Pigia tu Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Pigia tu Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Pia tumwambie Bwana, Asante. tumwambie Bwana asante. Pia tumwambie Bwana. Kwa makofi yetu tumwambie Bwana asante. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Tukisifu leo tumwambie Bwana asante. Hallelujah, Bwana asante. tukimuinua tumwambie Bwana asante Yesu. Hallelujah, Tumwambie Bwana asante. Tukiimba leo tumwambie Bwana asante. Pia tumwambie Bwana asante. shangwe na vigelegele kwa Yesu. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you. Yeah, thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you. Oh, we thank you, Jesus. thank you, Oh Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Yeah, thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you. In all we do, let's thank the Lord. Let us meet tomorrow again in the sanctuary. We are here tomorrow, even from 10 a.m. until noon time. We shall be here. So we welcome you in our services tomorrow, because in the end of the day, Jesus is the reason for this season, and the best we can do is to thank Him for the gift of salvation. I'm encouraged because as we are reading Psalms 103, I am always grateful for the blessings of the Lord that we should not forget. We should not forget the benefit, the forgiveness of sin, the healing that comes with it, the redemption that comes with it, the mercies of the Lord. Who can forget all these things? Oh, servant of God, the Lord God bless you again and again. In Jesus' mighty name. Shalom, shalom. Amen and amen. Amen. God bless you. You even enjoy your night. Some of us it is a